Rais wa Marekani Donald Trump amesema Ukraine ikubaliane kwamba imepoteza eneo. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba kutokana na namna ambavyo vita hivi vinaweza vikatatuliwa, Ukraine lazima ikubaliane kwamba wakati huu imeshalipoteza eneo lenye ukubwa wa 20%, kwa maana eneo la Donbas. Rais huyo amesema alikuwa na mazungumzo mazuri sana na viongozi wa Ulaya na pia alizungumza moja kwa moja na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika siku za hivi karibuni kama sehemu ya juhudi za kupata pande zote za mzozo wa Ukraine katika ukurasa mmoja. Mwezi uliopita utawala wa Trump uliweka mfumo wa mpango wa amani unaolenga kumaliza mzozo wa Ukraine. Mapendekezo hayo ambayo yamefanyiwa marekebisho mara kadhaa yanalenga Kiev kutupilia mbali matarajio yake ya kujiunga na NATO pamoja na madai yake kwa maeneo ya Crimea na Donbas ya Luhansk na Donetsk ambayo yote yalijiunga na Urusi baada ya kura za maoni. Miongoni mwa mambo mengine, kwa upande wake Ukraine imepokea dhamana ya usalama isiyojulikana. Alipoulizwa siku ya Jumatatu ni kichocheo gani cha Ukraine cha kuacha eneo, Trump alipendekeza kuwa huenda tayari ni suala lililotatuliwa. Sawa, tayari wamepoteza eneo. Unajua, kusema ukweli ninamaanisha eneo limepotea, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Lakini kwa upande wa dhamana ya usalama, tunashughulikia dhamana za usalama ili vita visianze tena, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba wakati huu ni wakati ambapo mataifa yote mawili yanapaswa kuachana na mpango wa kuendelea na vita ambavyo vimeathiri kwa kiasi kikubwa mipango ya uchumi wa nchi za magharibi na hata nchi zenyewe pia. Idadi ya watu wengi wameuawa, lakini pia idadi ya watu wamehama maeneo, hasa Ukraine. Raia wengi wameondoka kuelekea katika mataifa mengine ya Ulaya. Trump amesema hivi majuzi alifanya mazungumzo ya moja kwa moja na Putin na anaamini kuwa Urusi iko makini katika kumaliza mzozo huo. Anasema kwa wakati huu Urusi inataka kumalizika na tatizo ni kwamba wanataka kuimaliza vita na kisha ghafla hawataweza, na Ukraine itataka kuimaliza na kwa ghafla hawataimaliza. Kwa hivyo tunapaswa kuwaweka kwenye ukurasa huo huo kwa pamoja. Kufuatia mazungumzo mjini Berlin siku ya Jumatatu kati ya wajumbe wa Trump Steve Witkoff na Jared Kushner, walisema kulikuwa na mazungumzo mazuri sana na viongozi wa Ulaya na wale wa NATO pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika kuangalia njia za kuweza kutatua mzozo huo ambao umedumu sasa kwa miaka 4. Tulikuwa na mazungumzo marefu na mazuri sana. Nadhani mambo yanakwenda vizuri, Trump alisema. Zelensky hata hivyo alisema baada ya mkutano huo kwamba ingawa baadhi ya maendeleo yalikuwa yamefanywa, suala la makubaliano kwa hakika halifai. Hivi majuzi alielekeza juu ya makubaliano ya ardhi, lakini alisisitiza kwamba dhamana ya usalama wa magharibi lazima ipatikane kabla, pamoja na kuandaliwa kwa uchaguzi wa rais uliocheleweshwa kwa muda mrefu. Moscow imeitaja kuwa ni njama ya kurefusha mzozo huo na kupanga upya jeshi la Ukraine. Urusi imeshikilia mara kwa mara kwamba Crimea na Donbas ambazo zilipiga kura ya kujiunga na shirikisho la Urusi mwaka 2022 ni eneo lake huru na wanajeshi wa Ukraine watasukumwa nje ya eneo hilo kwa njia moja ama nyingine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii.